wizi wowote ambao unafanyika kwenye miundombinu ya usafirishaji wa umeme wa gridi ya taifa haukubaliki, na endapo inatokea ni lazima uharibifu huo ulipiwe kadiri ya gharama husika zilivyowekwa kwenye mkataba. Mhandisi Masule Masaga ambaye ni msimamizi wa usafirishaji wa umeme wa gridi ya taifa akizungumza kwenye mkutano wa hadhara ambao umefanyika kwenye kijiji cha Mageuzi wilayani Namtumbo alikuwa na haya kusema. Kijiji chenu cha Mageuzi ni miongoni mwa vijiji 50 ambavyo tumesainiana mkataba wa ulinzi wa hii miundombinu mikubwa, na mna nguzo 24 ambazo mnazilinda katika eneo lenu, ni kuanzia 660 mpaka 640. Na hizi nguzo 24 gharama yake ambayo huwa tunailipa baada ya miezi mitatu huwa ni shilingi 140 kama gharama ya ulinzi katika hii miundombinu. Sasa basi, katika zoezi letu ambalo huwa tunalifanya la mara kwa mara kuhakikisha tunakagua, hivi karibuni kwenye huu mwezi wa 10 tukawa tumegundua kwamba kuna nguzo 6 ambazo zimeibiwa hivi vizuizi vya kumzuia mtu kupanda kwenye nguzo. Sasa basi, tukaona ni vyema lazima tuje kwenu kuwaeleza wananchi hili swala lililotokea katika kijiji chenu, huenda labda ni vijana wa hapa au wa sehemu nje, na umuhimu wa hii miundombinu. Kama mnavyojua, serikali huwa inajenga miundombinu hii mikubwa kwa gharama kubwa, na imeshatoa maelekezo kwamba sehemu ambapo miradi inapita lazima wananchi washirikishwe vyema, ili wao wenyewe waone umuhimu wa miundombinu hii katika swala la kuilinda. Hii laini yetu kubwa inatokea Makambako, Madaba mpaka Songea. Ikifika pale Songea ndipo umeme unatoka pale ndio unasambazwa kuja kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo laini hii yetu ni kubwa kidogo kwa maana ya msongo wa kilovoti 220. Umeme ni mkubwa sana, na korido lake kwa maana upana ni mita 60. Sasa basi, ukiangalia kwenye mkataba ambao tumekubaliana kati ya serikali ya mtaa au ya kijiji na TANESCO, vitu ambavyo serikali ya mtaa inatakiwa ifanye, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba hili eneo ambalo liliachwa hifadhi hiyo ya mita 60 corridor linakuwa wazi bila shughuli yoyote kufanyika pale. Shughuli ya kilimo, kwa maana kama unalima hautakiwi ufanye hivyo. Wafugaji pia hawatakiwi wafanye hivyo. Kuna wengine wanaenda mbali sana, wanatengeneza paka na mabwawa ya samaki. Kama mtu anataka kufyatua tofali hatakiwi kufanya hivyo kwenye hilo eneo, na vitu vingine ambavyo kama mtu anataka kujenga, kwa sababu katika eneo hilo tumeweka mipaka, inaonekana kabisa kwamba mipaka mwisho ni hapa. Beacon zipo tena zinaonekana, kwa maana kwa kufanya hivyo katika eneo hilo litakuwa liko salama katika kusafirisha umeme kutoka unakotokea mpaka unakokwenda. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tuna vijiji 50. Kwa hiyo maana kuanzia kule umeme unakotokea mpaka unapoishia, vijiji vyote vimeshirikishwa kuhakikisha kwamba kila mpaka wa kijiji wanahakikisha kwamba zile nguzo zinatakiwa zilindwe, zisipate shida yoyote ya madhara ambayo yanatokana na shughuli za kibinadamu. Sasa naweza nikaeleza kwamba madhara ambayo unaweza katokea endapo kama kuna shughuli za binadamu zinafanyika. Anatifua ardhi. Anapotifua ardhi anatusababishia mmomonyoko wa ardhi. Unapokuwa na mmomonyoko wa ardhi,
Mvua ikija tayari itatuletea madhara ya kupelekea mpaka nguzo inaweza ikaanguka. Na nguzo moja ikianguka, maana yake mkoa mzima utakoswa umeme aidha kwa wiki 2 au mwezi mzima tukiwa tunafanya marekebisho haya. Lakini ukumbuke ni mtu mmoja ambaye amesababisha hiyo shida. Ndio maana hata nyie hapa mazingira, ukiona kama kuna mtaro wa maji unaelekea kwenye nyumba yako, utatafuta njia mbadala kuhakikisha kwamba huo mtaro usilete maji kwenye nyumba. Kwa ni hivyo hivyo hata kwenye hizo nguzo. Kingine, unapolima, watu wanalima kwa trekta. Hata kama unalima kwa jembe kwa mkono, kuna waya ambazo tumeziweka chini ya ardhi. Hizo nyaya zina kazi maalum, hasa katika wakati wa radi, kwamba radi ikitokea huwa kuna kiasi kinazalishwa cha umeme. Sasa hicho kiasi kinaweza kaleta madhara kwenye laini yetu kubwa hiyo. Sasa kinatakiwa kipelekwe ardhini ili laini yetu iwe salama. Sasa unapofanya kilimo, maana yake ni kwamba utachimba na mpaka utapelekea ule waya wetu kuukata. Sasa hayo ndio madhara makubwa ambayo yanaweza yakasababisha miundombinu yetu kupata uharibifu mkubwa. Hilo korido la mita 60, upana wa mita 60 umeachwa kwa maana hiyo ya kwamba mtu yoyote hatakiwi kufanya shughuli yoyote katika eneo hilo Lakini kwa laini zetu hizi tumejenga kwa mazingira ni kwamba mtu ni ngumu kupanda kwenda juu, kwa sababu kuna vizuizi viko pale. Sasa vile vizuizi ndio kuna watu wamevitoa katika nguzo 24 ambazo ni nguzo za kijiji chenu cha Mageuzi.